mpendwa mtazamaji na mfuatiliaji wa vipindi vyetu vya darasa la uinjilisti, na kualika tena uweze kuwa nasi katika darasa letu la sheria za ulimwengu wa roho. Leo tunaangalia sheria ya umbali. Katika ulimwengu wa roho au wa mwili, unawezeshwa na sheria. Siku zote tumekuwa tukifundisha unawezeshwa na sheria, na sheria ndio zinafanya maisha yaende, ya mwili au ya roho. Na katika ulimwengu wa roho vile vile kuna sheria zinazofanya kazi. Sheria mojawapo inayofanya kazi kwenye ulimwengu wa roho ni sheria ya umbali. Sheria ya umbali maana yake nini? Kwenye ulimwengu wa roho huwa ni umbali sifuri, yaani umbali sifuri. Ipo sheria inayoelekeza kwamba ulimwengu wa roho una umbali sifuri. Maana yake nini? Maana yake kwamba vitu vyote kwenye umbali huhitaji kusafirisha ili kionekane mahali upande wa pili, hakihitaji kutolewa kutoka point A kwenda point B. Vitu vyote vinaonekana mahali pote kwa wakati mmoja. Yaani maana yake ni nini? Kwenye ulimwengu wa roho kitu kile kile kinaweza kikaonekana Marekani, Uingereza, Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na kadhalika. Kwa hiyo vitu vyote vinaonekana mahali pamoja na kwa wakati huo huo, kwa speed ile ile, tofauti na ulimwengu wa mwili ambao wenyewe ulimwengu wa mwili umekuwa una vikwazo vya nyakati kama vile jana, leo na kesho. Ulimwengu wa mwili umefungamanishwa na hivi vitu. Una msingi umejengwa katika msingi wa kesho, leo na jana. Maisha yote ya ulimwengu wa mwili yamejengwa katika msingi. Maana yake nini? Kwamba kuna vitu huvioni leo kwa sababu vimetokea jana. Kuna mambo uyaoni leo kwa sababu yako kesho. Na kuna vitu unaviona leo kwa sababu msingi wake ni jana. Kwa hiyo hii ndiyo changamoto na tofauti kuu iliyopo kati ya sheria ya umbali, kwamba ulimwengu wa roho huhitaji mambo ya jana unayaona leo. Mambo unayaona yote kwa wakati mmoja, mambo ya leo na mambo ya kesho. Na ndio maana kwenye Biblia ukisoma hata maandiko matakatifu utajua, tunaweza kujua ya uumbaji. Ilikuwaje Mungu akaumba dunia? Ilikuwaje na baadaye kutatokea nini? Kwa sababu nini? Kwa sababu ulimwengu wa roho ni sehemu, ni kama darubini, ni kama chungu au bahari inaweza kukusanya vitu vyote unaviona kwa wakati huo huo. Huhitaji kusafiri, huhitaji kutumia chombo. Kwenye ulimwengu wa mwili huku kuna shida na watu wengi tuna changamoto, kwa sababu kuna watu wengi ama kwenye ulimwengu wa mwili ama unaishi jana. Yaani kuna maana yake nini? Kuna watu, yupo mtu leo anahangaika na mambo ya jana. Mfano, uchungu mwingi sana. Uchungu mwingi, ukikuta mtu ana uchungu ni kwa sababu ya mambo ya jana. Ukikuta mtu ana uadui ni kwa sababu na hata vita zote unazoziona duniani zinapiganwa kwa sababu ya makosa na matendo yaliyofanyika jana. Na mahakama zote unazoziona duniani zinahukumu kwa ajili ya matendo, zilizo kwa ajili ya matendo yaliyofanyika jana. Kwa hiyo ina maana kwamba ulimwengu wa roho una tofauti kubwa na ulimwengu wa leo. Na ndio maana utamwona hata mtumishi wa Mungu Ayubu kwenye kitabu cha Ayubu sura ya 14 mstari wa kwanza anasema, mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke, siku zake za kuishi si nyingi na zimejaa taabu. Sasa taabu inayozungumzwa hapa sio taabu ya kupata vitu na mahitaji ya kimwili. Ni taabu ya changamoto hizi, kwamba wanadamu wengi wanaishi na changamoto hizi. Anakuwa anaishi ana wasiwasi kwa mambo ya kesho, na watu wengi wana mambo ya wasiwasi ya kesho. Kesho yake itakuwaje? Kesho yangu itakuwaje? Watu wengi wana shida na ugomvi na vita na mauadui, ni kwa sababu ya mambo yaliyotendeka jana. Na watu hawajiamini kuishi leo. Wachache sana wanaishi leo, wengi wanaishi jana, na wengi wana wasiwasi na mambo ya kesho. Maana yake nini? Mtu aliye na kazi leo hajiamini,
anawaza kesho itakuwaje. Kwa hiyo ulimwengu wa roho, na ndio maana unaona Bwana Yesu anasema usisumbukie ya kesho. Yesu alikataa tusumbukie ya kesho, na hata Yesu mwenyewe wakati anakuja duniani, kwa sababu Mungu ni roho, anajua kanuni ya umbali. Aliweza kujua kitakachompata kesho, alijua atakapokuja duniani kitampata nini. Alijua nitakuja kuteswa, nitakuja kuuawa, na nitakuja kuumizwa na kufa, na nitafufuka. Alisema hadharani kwamba nitafufuka tena, nitalivunja hekalu hili na nitalijenga. Kwa maana yake nini? Kwa sababu yeye anaijua kanuni ya kesho. Hata alipokuwa anasema, watu wanashangaa, anawezaje kufufuka? Kwa sababu gani? Kwa sababu anaijua kanuni ya sheria ya umbali, kwamba ulimwengu wa roho ni umbali sifuri. Sasa maana yake nini? Maana yake nini? Kwamba katika maisha haya ya mwili tuna changamoto nyingi sana, ambazo wanadamu tunapitia changamoto. Sasa ni njia gani tunaweza kujua mambo ya rohoni? Tunajua kwa njia ya maombi. Maombi ndio njia pekee ambayo inatusaidia kuja hapa kwenye ulimwengu wa roho, kuweza kuyajua. Kupitia maombi unaweza ukayajua ya kesho, ukayajua ya jana, ukajua nyakati zilizopita, ukajua ya uumbaji, ukajua na hatima ya umilele kwa sababu ya maombi. Kwa ni njia ya maombi tu peke yake ambayo inaweza ikatusaidia kuyajua katika kukaa katika ulimwengu wa roho. Sasa watu wengi wana changamoto sana, wana shida na mambo ya mwilini, kwa sababu dunia iko mwilini, naongozwa na akili. Kwa watu wengi wanaishi hapa mwilini na wamejitahidi katika mwili, wamejitahidi. Na unajua ulimwengu wa roho kwamba ni kama mtandao. Kwenye mtandao vitu vyote vinaweza kaonekana, kukitupia kitu mule kinaonekana wakati ule unaonekana wakati ule. Kwa mfano mimi hapa sasa hivi naweza nikawa naonekana Marekani, ninaonekana Kenya, kwa sababu ya wakati ule ninaonekana kwa wakati unani mmoja. Lakini wale wamejitahidi kwa kiasi, lakini si kama hapa, kwa sababu hapa kila kitu nakiona wakati huo kwa wakati mmoja, na vitu vyote unavikuta pale. Kwa hiyo ni muhimu sana ukajua kwamba kwenye ulimwengu wa roho kila kitu kinatenda sheria hii ya umbali, kwamba ni umbali sifuri. Uhitaji kusafirisha kitu ukipeleka sehemu nyingine, na uhitaji kuteseka. Mambo yako yote, ukitaka kuiona jana yako unaiona, ukitaka kuiona kesho yako unaiona, ukitaka kuiona leo yako unaiona, uhakika. Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa mtazamaji na mfuatiliaji wa vipindi vyetu, ninapenda kukualika tena kwamba unaweza kushare mafundisho yetu ukapeleka kwa watu wengine kwa njia ya kushare kwenye mitandao ya kijamii. Sisi tunapatikana kwa jina la Saku David kwenye mitandao ya Instagram, TikTok na Facebook pamoja na YouTube. Kwa hiyo tupo mahali pote kwenye mitandao ya kijamii, unaweza ukatembelea na pia ukaweza kusupport kwa kutoa maoni na kutoa kuuliza maswali au kutoa sadaka yako kwa ajili ya kuwezesha kazi ya Mungu iende mbele. Katika jina la Yesu, Mungu akubariki sana.